Watoto wadogo walikuwa wanacheza kibaba na mama, wakaoana, wakatengeneza cheti cha ndoa feki, wakaoana kwa kuweka saini ya dole gumba. Wazazi wao wakaibariki ndoa yao ya utani utani. Familia nzima ya mwanaume ikahamia nchi nyingine. Kabla familia haijaondoka, wakakubaliana wataoana ndani ya miaka 17 ijayo. Miaka 17 ikapita, mwanaume akawa ni tajiri mmoja mkubwa sana. Wazazi wote wa mwanamke wakafariki. Ikabidi mwanamke asafiri kutoka kijijini kwenda mjini kwa ajili ya kufunga ndoa ambayo waliahidiana watafunga miaka 17 ijayo. Alipofika mjini akiwa na gauni lake la harusi, alikuta ukumbi mzima hauna watu. Bwana harusi alikuwa amesafiri kwenda nchi za nje. Mama wa bwana harusi alifika ukumbini akafunga ndoa kwa niaba ya mtoto wake. Akamkubali huyu mwanamke kama mkwe wake kisheria. Akampa cheti cha ndoa original kabisa kinachotambulika kiserikali. Baada ya miaka 4 kupita, CEO alirudi nchini China. Hakuwahi kabisa kuwasiliana na mke wake. Alikuwa hajui anaitwa nani wala alikuwa hajawahi kuiona sura yake. Baada ya mshikaji kufanikiwa kuanzisha kampuni ya mafanikio makubwa sana nchi za nje, aliporudi tu China akaanza mchakato wa kumpa talaka mkewe. Hakutaka kuikubali ndoa ambayo mama yake alimfungia kwa niaba. Akamwomba rafiki yake amtafutie mwanasheria namba 1 wa masuala ya talaka nchini. Hakujua kuwa mwanasheria namba 1 ni mke wake. Baada ya kufunga ndoa na mama mkwe, binti hakutaka kutumia mali za mume wake. Aliamua kujiendeleza kielimu, akawa mwanasheria mmoja bora sana nchini China. Alijizolea maarufu mkubwa kwa kushinda kila kesi aliyopewa. Alikuwa ndo mwanasheria anayelipwa pesa nyingi zaidi nchini Korea. Binti alishtuka baada ya kusikia jina la CEO anayehitaji huduma yake ya kisheria. Jina la CEO linafanana kabisa na jina la mume wake lililopo kwenye cheti cha ndoa. Rafiki wa CEO akamwambia rafiki yake ni CEO wa Wancheng International Group, sio Kiji Wancheng kilichopo nchini China. Baada ya binti kusikia hayo maelezo akawa na amani, akajua tu ni majina yanafanana. Huyu hawezi kuwa mume wake. Kampuni la mume wake ni kubwa sana nchini China, lakini Wancheng International ni kampuni kubwa sana duniani. Mwanasheria akamwambia wakae, wakakaa, wakaanza kudiscuss kuhusiana na kesi ya talaka. CEO akaamua kumjaribu huyu mwanasheria kama kweli aliyomo yamo. Akamuuliza swali moja hivi: wahenga wanasema ni rahisi zaidi kuvunja mahekalu 10 kuliko kuvunja ndoa. Kwa nini wewe umeamua kuwa mwanasheria wa kesi za ndoa? Binti akajibu, ndoa zisizo na furaha ni zaidi ya gereza. Kuacha watu wawili wasiopendana wawe pamoja ni kama unawafunga kifungo cha maisha. Niliamua kuwa mwanasheria ili kuwapa watu furaha. CEO akampigia makofi akasema, wewe ndo aina ya mwanasheria ninayemtaka. Unaonekana unajua unachokifanya. Mwanasheria akachukua peni akaanza kuandika maelezo. Jamaa akasema hajawahi kumpenda hata kidogo mke wake. Mama yake alimuolea kwa niaba. Niko tayari kumpa dola milioni 1 za Kimarekani mke wangu ili tuachane. Akasukuma kadi ya benki. Mwanasheria akamuuliza swali: kwa mihela mingi kiasi hiki unadhani mke wako anaweza kukataa kusaini talaka? Rafiki wa CEO akadakia, hicho kidola milioni 1 sio kitu kwa huyu mshikaji. Huyu mshikaji ana hela kichizi na kampuni lake la kimataifa lililoko nchi za nje lina hela nyingi kuliko hiyo. Anahofia mke wake akijua kweli kuhusu mali zake atataka hela nyingi zaidi. CEO akamwambia mke wake ni mbishi sana. Natumaini ataacha kuningangania ukimuonesha hizo hela. Mwanasheria akapigiwa simu na mama mkwe wake. Mama mkwe akamwambia mume wako anarudi leo. Njoo nyumbani haraka, umpokee mumeo na mfunge ndoa rasmi. Baada ya kukata simu, mwanasheria akawaomba aondoke wakutane siku nyingine. Akaondoka. CEO akamlalamikia rafiki yake, unanitafutia watu gani rafiki yangu ambao wako professional? Rafiki yake akamwambia CEO, nimekuona unavyoangaliana na huyu lawyer. Inaonekana kabisa umeanza kumpenda huyu lawyer. Tulia wewe. Hapa ni China. CEO akamwambia rafiki yake, mamangu amenipigia simu amesema niwahi nyumbani. Jamaa alipofika nyumbani kwao akawa anajipendekeza kwa mamake. Mamake akamwambia, je, umeondoka umeniacha hapa kwa miaka 4 mfululizo. Sasa hivi mkwe wangu ndo mtoto wangu mpya amekureplace. Maneno ya mama yake yalimfanya CEO aishiwe power. Akamwambia mama yake mambo ya kuoleana wake yamepitwa na wakati. Kuna mwanasheria nimekutana naye leo, nimempenda, nataka kumuoa. Hakujua kwa huyo mwanamke anayetaka kumpa talaka ndo mwanasheria ambaye ametokea kumpenda ghafla. Upande wa pili, mwanasheria alifika nje ya nyumba akabonyeza kengele kwa kono lake la kushoto. Je, CEO atafanya nini baada ya kujua kuwa mke anayetaka kumpa talaka